Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Unajua tumejikita sana kuzungumza kuhusu Mashariki ya Kati. Mtu mmoja aliniuliza, "Wewe mbona huzungumzi vitu vingine, umejikita tu hapo Mashariki ya Kati?" Hata kama tutakwenda kuzungumza yepi, tutarudi kwa yale yanayotugusa. Ukweli kuwa mkasa wa Mashariki ya Kati ndio unayefanya bei ya chipsi kule Songwe ibadilike. Tunapogusa Mashariki ya Kati ndio kunakofanya nauli ya daladala au usafiri kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam ipande, au biashara yoyote, au kusafirisha viazi kutoka Songwe, kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam ipande. Ni mafuta. Unajua kuna wakati unajua ukisoma vyombo vya habari sana na hili hata mimi lilikuwa limeniingia kiasi kuamini kuwa dunia itahama si muda mrefu sana kwenye utegemezi wa mafuta, na nikawa naashiria kuwa hapa Waarabu na nchi zinazozalisha mafuta hawakupaswa wafanye uwekezaji mkubwa sana kwenye mafuta, kwa sababu ulimwengu unakoelekea na mabadiliko yanakotokea, teknolojia inakokwenda kwa kasi sana, huenda mafuta yasiwe tegemeo tena sana duniani katika kipindi cha karibuni tu. Hii nadharia ilikuwa inatembea kwenye kichwa changu kwa muda mrefu. Ukweli mkasa wa Irani na Marekani na swala la Hormuz limebadili sana mawazo yangu kuhusu hilo. Na nikajikuta nikafikiria kuwa uhitaji wa mafuta bado kwa kiwango kikubwa duniani utakuwepo. Yaani ni sawa na, unajua kuna vitu hupitwa na wakati. Kuna wakati nakutana sehemu ninazofanyia kazi, mara nyingine nakutana na vijana wanakuja kufanya field. Unakutana na kijana yuko field ambaye yeye anazungumza kuhusu kuwa, unamuuliza unasoma nini? Unamuuliza kijana ambaye anatoka chuo, ulikuwa unasoma nini kule? Anakuambia mimi nasoma HR. HR ni human resources, rasilimali watu. Si kozi mbaya. Ni kozi nzuri zenye heshima, kwa sababu HR ndio viongozi wa makampuni au rasilimali watu wanaozingatia nidhamu na kila kitu. Na kusudia kusema kuwa unampeleka mtoto kusoma kitu ambacho kinamfinya kwenye ajira. Maana yangu, kampuni yenye wafanyakazi 300 ina HR 2 au 3. Wafanyakazi 300 wanahudumiwa na HR 2 au 3. Sasa mwanao baada ya kumaliza hayo masomo itabidi apply kazi, na ile barua ambayo ana apply kazi inabidi kwanza imfikie HR ndio iende kwa bosi. Niambie kuwa HR gani aliye tayari achukue barua ya mwanao aifikishe kwa bosi ili yeye aachishwe kazi, mwanao apewe hiyo ajira. Si mbaya, ila ni umejifinya kwenye, yani kuna vitu hupitwa na wakati. Hilo nakusudia kuambia ni kuwa kuna ajira zinapitwa na wakati. Mfano air ticketing. Watoto wa kike zamani wanakimbilia kwenda kuwa mimi nataka air ticketing, au anakata ticket za ndege. Leo hii tunanunua tiketi za ndege tumekaa nyumbani with technology. Yani simu yangu nimekaa na kata tiketi yoyote ya kwenda popote. Sasa wewe uliyeenda kusomea air ticketing unakaa ofisini unasubiri kukata tiketi ya nani? Kwa hiyo kuna kozi huwezi kumsomesha mtoto katika kipindi zinapitwa na wakati. Mindset ya kwangu ilikuwa ikisoma kuwa matumizi ya mafuta duniani yanakwenda mwishoni, kutokana na kile ambacho tunakiona mtifuano mkubwa kati ya China na Marekani kwenye teknolojia. Watu wanatumia magari ya umeme, wanatumia magari ya gesi, nilikuwa nikiona katika nadharia ile. Lakini majibu nilionayo hivi sasa yananiashiria vingine, kwa sababu ni 20% tu tunayoambiwa iliyoguswa ya Hormuz. 20% tu. Lakini mtikisiko wa dunia umeuona. Mtikisiko wa dunia ni mkubwa kuzidi kile kiwango. Kwa hiyo hata ile hadithi yangu au ile fikra zangu zilikuwa zinazunguka kwenye kichwa changu kuwa tunakwenda mwishoni mwa matumizi ya mafuta.
Kwa hiyo nchi za Kiarabu zinatakiwa zifikirie upya kwenye uchumi mpya. Okay, hilo liko wazi kwenye hesabu labda za unaweza kusema kuwa Vision 2030, 2050 lazima mnajaribu kufikiria kuanza kutoka huko. Yani mnafikiria kutoka huko. Na rafiki yangu mmoja mfanya biashara, yeye yuko kwenye biashara pia za mafuta na nini, aliwahi kuniambia kuwa siwezi kubaki kwenye mafuta. Nitaanzisha biashara nyingine kwenda huku na huku na huku, ili siku hiki kikija kutoka mimi nitashika kingine niendelee na huko. Okay, haya ni mawazo mazuri kabisa. Unaweza kusema unayachukua ni mawazo mazuri kwa sababu huwezi kubaki pale pale. Sambamba na wafanyabiashara ambao wanaweza kusema kuwa hivi, ulishawahi kuwaza kuwa labda dhahabu inaweza ikapoteza thamani? Yani kuna siku dhahabu inaweza ikaamua kupoteza thamani yake duniani. Kwa sababu gani? Watu hutengeneza vitu vingi ambavyo vinawezekana yani ukamention with dhahabu. Mchina anabuni kila kitu. Unadhani hajawahi kufikiria kuwa nitoe mbadala wa dhahabu? Sasa hebu fikiria kuwa siku moja Mchina anaweza kuja kutoa mbadala wa dhahabu ambayo ikafanya kazi ile ya dhahabu kwa gharama fulani na kuitoa dhahabu thamani yake itoke duniani, kwa sababu inawezekana kufika hivyo. Hizo ni tahadhari ambazo mtu ukiwa una riski kokote. Kwa hiyo mimi nilikuwa katika nadharia ya awali ambayo nikiwaza kuhusu kuwa inawezekana dunia ikapitia kwenye mabadiliko ambayo hatutotegemea mafuta. Lakini kilichotokea Iran na Marekani na kilichotokea Hormuz kimeondoa mawazo yangu kwa kiwango kikubwa sana. Mfano, nikichukulia mfano kwa nchi zetu sisi hapa tuna gari nyingi zinatumia nishati mafuta. Halafu kuna miaka wastani mitatu iliyopita au minne ndio tumeanza kutumia gari zaidi za gesi ambazo zinawekewa mfumo zinatumia gesi. Na Dar es Salaam nimeona baadhi ya vituo vimesha kuwa vingi hivi sasa vya CNG, compressing natural gas, ambayo inatumika kwenye magari na malori pia yanatumia. Nimeona mabasi kama yale ya green, yale ya Moffat pia yanatumia nishati hiyo, na ingine yale ya blue yanatumia nishati, yani hawatumii tena diesel, wanatumia gesi. Kwa hiyo hayo ni katika mabadiliko. Lakini katika nchi hii nakwambia tunazo gari zilizotengenezwa miaka ya 70, tunazo gari zilizotengenezwa miaka ya 80, tunazo gari, unajua 113 imetengenezwa mwaka 82. Hiyo ni toleo la Scania mwaka 82, zipo barabarani. Sasa fikiria gari na umri wa miaka 40 na iko barabarani. Tuna gari za miaka hiyo lakini still ziko, yani kuwa hakuna aliyepaki kusema kuwa tuseme hizi ni dump tunatupa hazitotumika tena. No, sisi tofauti na Japan. Nakwambia gari miaka 5 usiingize barabarani, sijui gari umri gani hatutaki kuiweka hapa. Sisi tunatumia gari zenye miaka 40 mpaka miaka 50. Kuna gari na engine tofauti, gearbox nyingine, difu nyingine, ziko barabarani. Mradi inaweza kuwaka, ikawekewa tairi, ikaingia barabarani, inawekwa barabarani na inatembea. Kwa hiyo sisi ni wengine kabisa tunaishi. Kwa hiyo utegemezi wa mafuta haupo kwenye ile nadharia niliwaza awali. Utegemezi wa nishati mafuta bado utaendelea kuwepo duniani, na wazo langu mimi la awali limeondoka kabisa kuwa labda baadaye tunaweza kukutana na hiki kitu. Not yet. Yani naamini kuwa okay, mafuta yanaweza yakapoteza thamani labda huko mbeleni tutapoingia kwenye teknolojia, tutapokuwa wapi. Unajua unapoingia mfano kwenye teknolojia, mtoto mmoja aliniuliza, hivi nisomee nini? Kama nenda kasomee masuala ya teknolojia. Kwa sababu dunia itapita kwenye kipindi cha teknolojia kwa muda mrefu zaidi. Yani leo hii unaona haya matumizi ya simu, kompyuta, laptop na nini, hayawezi yakaondoka ndani ya miaka 10-20 ijayo. Kinachobadilika ni uwezo wa teknolojia, kuwa tunakwenda kwenye teknolojia gani, AI inaingia siju kwenye nini, lakini still tutabaki na haya matumizi kwa miaka mingi zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kuwa lifetime, umri wa binadamu ambao labda miaka 80, miaka 50, 60, miaka 100 sitokuwepo tena hapa, watakuwepo vizazi vingine. Katika kipindi hicho bado hiki kitu kitakuwa bado exist. Yani bado teknolojia itakuwepo na matumizi ya simu yatakuwepo, matumizi ya laptop yatakuwepo, kila kitu hiki tunachokitumia kitakuwepo. Kwa hiyo hilo unaweza ukamention kwa huku naweza nikaenda katika njia hii. Sasa hilo nilikuwa nimeliwaza kwa upande wangu mimi. Nakuja sasa kukupasha hii taarifa moja hivi. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari jioni hii inasema hivi: Pentagon host first round of new Lebanon-Israeli military talks. Bado ni yale wrong target. Naweza nikasema kuwa, nasema Wizara ya Ulinzi, siku hizi inaitwa Wizara ya Vita, imehosti, yani imealika first round of new Lebanon-Israeli military talks. Yani mazungumzo ya kwanza kati ya Israeli na jeshi la Lebanoni. Yani naweza kuambia kuwa ni kichwa cha treni kinachotembea kwenye barabara ya basi. Wrong. Mgogoro wa Lebanoni nimeshaueleza mara kadhaa na nyinyi nimeongea.
Mgogoro wa Lebanoni hauhusiani kwa namna yoyote na jeshi la Lebanoni. Kwa hiyo hiki ambacho Marekani anajaribu kuigiza kwenye hili ni maigizo, kuwa nataka ni wasuluhishe nani na nani. The plan is, nilisha wajibu na nikawaambia, kitachotokea Lebanoni ni baada ya kuwanunua watu fulani, kuwahamishia upande wako. Jamani, wanasema penye udhia kuna wakati si udhia, kuna wakati unashindwa kuelewa nini kinatokea. Wiki juzi niliwaambia kuwa Warabu wakati wanamtoa Ottoman waliingizwa mkenge, naweza nikasema, yani waliingizwa chaka na Uingereza, akiwaaminisha kuwa huyu ni adui mkubwa sana kwenu, na mimi mkinisaidia nikamuondoa huyu, nyinyi mtaishi kwa raha na amani, hamtokuwa na tabu yoyote. Warabu wakakubaliana na hilo la Muingereza, wakasaidiana na Muingereza kumuondoa Ottoman ili Ottomani aondoke, wao wawe huru. Anakuja kuondoka Ottoman ambaye alikuwa amewapiga pingu za mikono, wanajikuta wana pingu za mikono, wana pingu za miguu, yani wamepigwa dabo. Sasa nikasema kuwa mchezo mwingine wanaochezewa Warabu ni huo huo kwenda kwa Irani, kuwa huyu ni adui yenu, lazima aondoke. Wanaona kuwa ni bora tushirikiane na huyu ili tumuondoe huyu ambaye ni adui, lakini wanasahau kuwa baada ya kumuondoa huyu wao wote watafyekwa, yani vichwa vyote vitaliwa, sio yule ambaye watakusudia kumuondoa. Sasa linapokuja swala la Lebanoni na Israeli na mazungumzo ya jeshi, Marekani, hebu fikiria, Marekani anasimamia mazungumzo ya Israeli na jeshi la Lebanoni. Wanaenda kufanya nini? Kikubwa Israeli atachokipendekeza, na nimesha kizungumza mara kadhaa, ni kulilazimisha jeshi la Lebanoni liwapokonye silaha Hizbullah, huku likiahidiwa misaada kutoka nje, kuwa kama nyinyi hamuwawezi, mkianza kuwashambulia huku kushoto, sisi tutakuwa tukiwashambulia kwa juu. Mwisho wa yote tutawaondoa hawa. Tukisha waondoa hawa kwa nguvu yote, nyinyi ndio mtakuwa mnakaa lile eneo lote, mtatawala, mtawapokonya silaha, na nyinyi ndio mtaishi na sisi kwenye mpaka kwa amani bila shida yoyote, na nyinyi ndio mtakuwa kipaumbele. Watajaa kwenye mfumo, watajaa kwenye mfumo kile walichopewa wa Syria, kile wakati upinzani wa Syria unajadiliana kule Uturuki, tutamuondoa Bashar al-Assad na nyinyi ndio mtakuwa ona wa ardhi yenu kwa kila kitu. Leo hii Israel anaita jeshi la kigaidi la Syria, anasema zaidi 80% wote jeshi la Syria ni jeshi la kigaidi, wakati ameketi nalo kwenye meza halikuwa la kigaidi. Wakapanga mipango, kila kitu kikakaa sawa. Leo ni jeshi la kigaidi, na baada ya wao kumdondosha Bashar al-Assad wakapoteza zaidi ya 25% mpaka 30% ya ardhi yao wameipoteza baada ya kudondoka Bashar al-Assad. Baada ya kudondoka Bashar al-Assad wamepoteza eneo lao. Huu mchezo ndio utakwenda Lebanoni pia. Wataingizwa jeshi wapigane na Hizbullah. Israeli itasaidia jeshi la Lebanoni na nchi zingine zitasaidia jeshi la Lebanoni. Wakati Hizbullah wanapoteza nguvu, Israeli atashambulia jeshi la Lebanoni, atawashambulia na Hizbullah. Wakati Hizbullah wanakwisha na jeshi halitokuwepo tena, litakuwa tayari Israeli ameketi tena kwa michoro ile ya West Bank au ya Gaza, na hataondolewa tena. Huu mchezo watanasa. Kwa hiyo kinachotafutwa hivi sasa huku Marekani ni kuvutwa kwa hawa, yani kujaa kwenye mtego. Ndio kinachowatafuta hivi sasa, waingie kwenye mtego. Ndio maana wanaitwa kwenye mazungumzo. Hayana maana mazungumzo yoyote, kwa sababu jeshi la Lebanoni halipigani kule Israeli, halipigani na Israeli wala haliko kwenye vita. Walio kwenye vita ni Hizbullah. Hizbullah hawapo kwenye mazungumzo na Israeli. Sasa wanaitwa kwa mara ya kwanza, wanaitwa kwenda kufanya nini? Kusuluhisha kipi? Yani ugomvi wa wengine. Hawa wanaenda kufanya nini? Hawa wanaenda kupewa maagizo ya kutekeleza. Jamani, hata kama watajifanya Warabu wamefumba macho, hata wajifanye kuwa hawaelewi, hata wafanye nini, lakini project ya Greater Israeli ni hai. Yani hii project ndani ya Waisraeli ni project hai, na nchi zinaosaidia Israeli, Amerika na washirika wengine wanafahamu kabisa kuwa hii project iko hai na inafanya kazi katika kipindi hiki. Iko hai. Na katika mvurugiko uliopo wa Middle East hivi sasa, na ushirikiano wa Marekani na Israeli ambao ni wakusuasua, na mabadiliko makubwa ya ndani ya sera ya Marekani, raia wa Marekani na wanayotaka kwa ajili ya serikali yao dhidi ya Israeli, hii project anaisukuma kwa nguvu zote itimie hivi sasa. Kwa hiyo wako tayari kufungua booster na turbo zote
kuhakikisha kuwa wanaweza kufitinisha kwa namna yoyote ili waweze kutimiza wanachotaka kukitimiza. Kwa hivi sasa wako tayari kuyafanya hayo. Sasa kuna taarifa moja ilitoka jana, ngoja nikusomee hii taarifa halafu tutajadili kidogo mimi na wewe hapa. Hii taarifa inasema hivi: balozi wa Israeli katika Umoja wa Mataifa Danny Danon, yeye alitangaza kusitishwa kwa uhusiano na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Antonio Guterres baada ya Israeli kuongezwa kwenye orodha nyeusi ya pande zinazoshutumiwa kufanya ukatili wa kingono katika maeneo ya migogoro. Katika chapisho kwenye mtandao wa X siku ya Alhamis, Danon alielezea uamuzi wa Umoja wa Mataifa kama uamuzi wa kisiasa, haihusiani na ukweli, na akatangaza kusitishwa kwa ushirikiano na Guterres, akisema Israeli imeamua kukata uhusiano wote na ofisi ya katibu mkuu. Aliongeza kuwa Israeli itafanya kazi ili kusahisha kosa hili mara tu katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa atakapochaguliwa katika miezi ijayo. Israeli itasubiri hadi katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa ateuliwe, alisema. Gazeti la Israel la kila siku la Hayom liliripoti kwamba Israeli iliwekwa katika orodha nyeusi licha ya juhudi za Israeli za kuendelea katika miezi ya hivi karibuni kuzuia hatua hiyo isifanyike. Uamuzi huo wa Umoja wa Mataifa unakuja huku kukiwa na ripoti zinazoongezeka za kimataifa za haki za binadamu zinazoonyesha madai ya unyanyasaji wa kingono na ukiukwaji dhidi ya wafungwa wa Kipalestina katika vituo vya kuzuiliwa vya Israeli, hasa katika kituo cha kuzuiliwa cha SDE tena na magereza mengineyo. Ripoti na ushuhuda wa Palestina na wa kimataifa pia umeandika visa vya unyanyasaji wa kijinsia wakati wa uvamizi na kukamatwa kwa Palestina katika ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza unaokaliwa kwa mabavu, na umeathiri wanawake pamoja na wanaume pamoja na watoto kule Palestina. Israeli wamesusa Umoja wa Mataifa na wamekata uhusiano nayo kwa sababu Umoja wa Mataifa umetoa taarifa kuwa nchi hiyo inaingizwa kwenye rekodi ya nchi chafu zenye kuwatendea hovyo wafungwa. Ukiangalia taarifa na ripoti mbalimbali zilizoandikwa hata na vyombo vya habari vya Magharibi, hata CNN waliandika taarifa. Nadhani kulikuwa kuna shutuma the New York Times, nadhani waliandika hii taarifa kwa kina kuhusu haya yanayofanywa na Israeli kwenye magereza. Lakini ushahidi mbalimbali na watu mbalimbali, wafungwa mbalimbali wa Palestina walishathibitisha hili kwa ushahidi ambao ulitolewa mara kadhaa, na mashirika yanayoitwa ya kimataifa yakaamua kufunga midomo yao bila kusema lolote. Israeli wanasema kuwa hawatoshirikiana na ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres. Usisahau ugomvi wa Israeli na Guterres haujaanza leo. Ni ugomvi tangu kipindi cha nyuma na wamekuwa na huo ugomvi kwa muda mrefu. Sasa ukisikia kile kinaitwa Board of Peace ya Donald Trump ambao kiasili imeasisiwa Tel Aviv, akapewa maagizo fanya hivi, lengo kuua Umoja wa Mataifa, lengo kuliua Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa sababu nimewaambia mara kadhaa kuwa pale tunapozungumza kuwa Israeli inakalia kimabavu kinyume cha sheria maeneo ya Palestina, sheria ipi? Sheria gani? Ni sheria ya Umoja wa Mataifa. Sio, umeelewa? Israeli hatambuliki kuendeleza na ujenzi wake ni kinyume cha sheria. Sheria gani? Sheria za Umoja wa Mataifa. Israeli anakaa kwenye eneo la Lebanoni kinyume na sheria. Sheria za kimataifa zipi? Sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa nini Umoja wa Mataifa? Kwa nini Umoja wa Mataifa? Ndio maana una nguvu kubwa sana inatumika kuua kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, ili yale makosa ambayo yanatajwa ya kisheria yakose sheria. Yani kuwa kwa mujibu wa nani? Yani mimi nimekiuka kwa mujibu wa nani? Kwa sababu hatuna Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa mujibu wa UN hakuna. Yani inakuwa UN haipo. Kama haipo, mimi unaniwajibisha kwa lipi? Kama hakuna mahakama, hizo sheria nani anaenda kuzitafsiri? Sasa ndio nguvu kubwa inayotumika. Lakini nilimsikia mchambuzi mmoja anasema kuwa, mfano akawa anasema, unajua ukiwatazama Hamas wanatakiwa waondoke kabisa pale Gaza wakatafute kwingine kwa kuishi. Nikafikiria nikasema, sijui ndio mchambuzi au sijui ndio nini, kwa kutumia nini? Yani kwa utaratibu upi? Na anarudi kukariri, anasema kuwa ni kwa sababu kihistoria, yani ukienda kwenye maandiko, hiyo ni nchi ambayo iliahidiwa na wao. Israeli ilianzishwa kwa mujibu wa andiko la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ni baba wa Israeli. Yani kama kusingekuwa na Umoja wa Mataifa kusingekuwepo na Israeli. Kwa sababu
Hata ukirudi nyuma, tazama Atlas ya mwaka 1945, hakuna State of Israel, wala Israeli haipo. Israeli ilianzishwa kwa mkataba na azimio namba 181 la mwaka 47, ndio kukazalishwa State of Israel. Kabla ya hapo hapakuwa na Israeli. Yani ukienda kumtazama Shimon Peres na wengine, baadhi ya viongozi wa mwanzo kabisa wa Israeli, waliingia katika ardhi hiyo kwa kutumia visa ya Palestina. Yani kina Teresa, sijui kina nani hao, Goldmeier, sijui kina nani waliokuwa wa kwanza kabisa viongozi wa awali wa Israeli, wote wanakiri wazi kuwa wao waliingia katika hiyo ardhi kwa kuomba visa kutoka kwa Palestina. Haikuwepo kitu kinaitwa Israel. Sasa Israeli, Umoja wa Mataifa ni baba yake mzazi. Kama kusingekuwa na Umoja wa Mataifa leo, tusingekuwa na uhalali wa uwepo wa Israeli. Lakini uhalali wa uwepo wa Israeli ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Israeli anapomkosoa Umoja wa Mataifa, ni Israeli anamkosoa baba yake mzazi. Maana yake kama kusingekuwa na azimio 181 1947, tusingekuwa na Israeli. Sasa Israeli wanakuambia hawatoshirikiana na ofisi hiyo kwa sababu ofisi hiyo imetoa taarifa mbaya kuwahusu wao. Taarifa mbaya kuwahusu wao kwa sababu imewataja katika blacklist, yani kuwa nchi chafu zenye tabia mbaya. Walitaka wawe wasafi, lakini tayari mashirika mbalimbali yalikwisha andika taarifa nyingi kuwahusu wao kuwa wako na huo uchafu, ila hawautaki huo uchafu, lakini wanataka kujisafisha katika njia ambazo sio sahihi. Sasa leo Umoja wa Mataifa ni adui mkubwa wa Israeli. Yani baba mzazi ni adui wa mtoto wake kabisa kwa kila kitu. Israeli haikuanzishwa kwa mujibu wa andiko lolote la kidini. Haikuanzishwa kwa mujibu wa andiko lolote la kidini. Na hata wakati inaanzishwa, haikuanzishwa kwa sababu wanasema kwa sababu maandiko ya dini yamesema. No, ilianzishwa kwa mujibu wa azimio la kidunia la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo iishi katika utaratibu ule uliowekwa na aliyemzaa, kama nchi zingine zinavyotekeleza utaratibu na wajibu wa wengine. Ndio maana tunapozungumza kuhusu double standards za hovyo kuelekea kwa Israeli, ni za hovyo sana. Hakaguliwi nyuklia, hafanyiwi nini, ila yeye yuko sawa. Wengine ambao wamefuata utaratibu uliowekwa wote wana makosa, na yeye ndio anasimama kiranja kuonyesha kuwa huyu anatatizwa hili, hali ya kuwa yeye hajafanya hili. Jamani, niwatakie jioni njema na asanteni sana. Rahby